Haleluya, wana wa Mungu, shalom. Mungu ametupa nafasi hii nyingine tena, ukiwa ni mwezi wa 12 toka tulipoanza Januari mpaka sasa. Mungu ametupa nafasi na tunayo sababu ya kumshukuru Mungu. Shukuru Mungu kwa zawadi ambayo amekupa, zawadi ya afya, pumzi, kazi, familia na mambo mengine ambayo Mungu ameachilia kwako. Shukuru Mungu, mwambie Mungu asante, mwambie Mungu nakushukuru. Amekuvusha na mengi, vita, mapigano, shida za kiroho, lakini Mungu bado ameendelea kukuhifadhi. Na watu wamekufa kwa sababu mbalimbali, ajali na vifo vingine ambavyo vimetokea katika ulimwengu na katika maisha yetu, lakini wewe Mungu amekuhifadhi, amekupa nafasi ili uweze kusherehekea Krismasi hii, uweze kusherehekea kuzaliwa kwa Bwana kwa mwaka huu. Sikiliza nikwambie, tumebakiza siku chache ili Bwana aweze kuzaliwa, tuweze kusherehekea sikukuu ya kuzaliwa kwa Bwana. Tunazo siku 3 tu. Katika siku hizi 3 zitumie kufanya maandalizi ya yeye Bwana kufanya wokovu katika maisha yako. Sikukuu ya kuzaliwa kwa Bwana ni sikukuu ya wokovu wetu, sio kwa sababu tu tusherekee, tunywe, tufurahi, turukeruke, tufanyeje, lakini hapana, ni sikukuu ya wokovu wetu. Kama ni sikukuu ya wokovu wetu, ni siku njema sana, nzuri sana kwa ajili ya maisha yako. Umejiandaaje ili kuweza kupokea sikukuu ya wokovu wetu? Umejiandaaje ndugu msikilizaji? Jaribu kujifikiria, umejiandaaje? Kwa hiyo mimi nikusisitize, hizi siku 3 bado nafasi ingalipo ya kufanya maandalizi ya moyo wako ili Kristo aweze kuzaliwa ndani yako. Bado nafasi ipo. Bado nafasi ipo ya wewe kufungua moyo wako. Bado nafasi ipo ya wewe kumimina moyo wako kwa Bwana, kumwambia Bwana nakuhitaji katika maisha yangu. Na ukimhitaji yeye, ataingia ndani yako. Na niseme kwamba unajua, Noeli haitakuwa Noeli kama hatujaupata wokovu wa Bwana katika maisha yetu. Kweli tunaweza tukavuka mwaka tukaingia mwaka ujao, lakini kama tuna wokovu wa Bwana haina maana Noeli. Noeli ina maana kama wewe umeupata wokovu wa Bwana. Hebu angalia kitabu cha Kutoka sura ile ya 16 mstari michache, mstari wa 6, mstari wa 7. Mstari wa 7 neno la Mungu linasema, mstari wa 6 anasema kwamba Musa na Haruni wakawaambia wana wote wa Israeli, jioni ndipo mtakapojua ya kuwa Bwana amewaleta kutoka nchi ya Misri. Unaona kwamba jioni ndipo mtakapojua ya kwamba Bwana amewaleta kutoka nchi ya Misri. Unajua, safari yetu ya maisha ya wokovu ni kama safari ya wana wa Israeli. Walipita changamoto nyingi, shida, njaa na kadhalika na manunguniko. Hata wewe inawezekana hapa ulipo mwezi huu wa 12 kuna vitu vingi vimetokea kwako, kuna maumivu, kuna vita, kuna changamoto nyingi sana, lakini mimi nataka niseme na wewe kwa neno la Bwana. Utajua asubuhi, utajua ya kwamba Bwana amekuleta. Utajua ya kwamba Mungu amekuweka makusudi kufika tarehe 25 ya mwezi wa 12, siku tunasherehekea kuzaliwa kwa Bwana. Mungu amekuweka kwa makusudi. Wengine wamekufa, umepitia magonjwa, vita, lakini Mungu amekuweka ili uone wokovu wake. Angalia mstari wa 8, mstari wa 7. Na asubuhi ndipo mtakapouona utukufu wa Bwana, kwa kuwa yeye asikia manung'uniko yenu. Na asubuhi ndipo mtakapouona utukufu wa Bwana. Mungu yupo tayari kurudi. Yesu yuko tayari kurudi. Anakuja kuokoa. Lakini kwa wale ambao hawana habari ya huo wokovu basi lakini kwa wale ambao wamejiandaa, Bwana anakuja kuokoa, na anawaokoa katika maisha yao yote, maisha ya kiroho, ya kimaendeleo, ya kiuchumi. Bwana anakuja kuokoa. Nikualike katika ibada zetu. Nenda kanisani kwako na kusali. Hata kama wewe hausali, nenda tu kanisani hizi siku 2 za mkesha na siku ya kuzaliwa kwa Bwana. Nenda kanisani, mshukuru Mungu kwa zawadi ya uzima. Nenda kanisani, piga magoti madhabahuni, mwambie Bwana na uhitaji wokovu wako. Nafsi yangu ya uhitaji wokovu wako, na Bwana atakufanyia wokovu, na Bwana atakuponya, na Bwana atakuinua. Tutaingia mwaka ujao ukiwa ni mwaka wenye kibali, wenye neema kwenye maisha yako, wenye ushindi, wenye utukufu mwingi wa Mungu katika maisha yako. Mungu akubariki sana. Mungu azidi kukutunza na Mungu akufanyie wokovu. Amen. Tuombe. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya msikilizaji na anayenitazama. Ninamwombea
siku ya leo umfanyie wokovu, umguse, umponye, umuinue katika jina la Yesu. Amen. Ubarikiwe sana. Usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube, channel jina Emmanuel Mzarubi. Share kwa wengine ili na wengine wapate ujumbe kama huu wa mwaliko wa Yesu. Anawaita ili Yesu azaliwe ndani yao. Amen.